بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، كنا قد بدأنا عن الحكم أو حكم العمل بالأحاديث الضعيفة. Sio hasa hatujaanza kabisa kuzungumzia hukumu, lakini tulizungumzia hadithi dhaifu nini, kisha tukatoa mifano. Sio kutoa mfano ya hadithi dhaifu. Sasa katika kumalizia mifano ya hadithi dhaifu, sisi tulitoa mifano miwili na ukaona we mwenyewe ile hadithi ni dhaifu, lakini kuna uwezekano mkubwa kuwa nini, kuwa ni sahihi. Manake kumeporomoshwa tu mtu mmoja labda, yani katika sanadi kuna mtu mmoja amefanya nini, hajatajwa basi, lakini wote waliobakia ni thika. Ama yaweza kuwa katika sanad kuna mtu ambaye ni dhaifu, labda hifadhi yake ni dhaifu, hifadhi yake tu ndo dhaifu, yamaanisha basi ile hadithi yote ni yani haifai. Ni dhaifu ile hadithi, imepewa hukumu ya udhaifu kwa ajili kuna mtu mmoja peke yake nini. Lakini mfano mwingine ambao sasa tunataka kuona kuwa hii hadithi dhaifu mara nyingine inaweza kuwa ni dhaifu sana. Ona mifano miwili tulopiga, hadithi hii ni dhaifu sana, bali ina nguvu sana, karibu ifike kwenye hasan labda, sio? Sasa wacha tupige mfano wa hadithi ambayo udhaifu wake la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni dhaifu sana. Mfano nini? Napiga mfano na nyinyi leo. Horizon. Mfano hadithi imepokewa na Mukhtari, imepokewa kwa Abdul Aziz, imepokewa kwa Waqi, imepokewa kwa Muhammad Ali, imepokewa kwa sahaba kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sema kadha. Shida ilikuwa ni kuwa hii sanadi kutoka mwanzo mpaka mwisho yote madhaifu. Huyu dhaifu, huyu hifadhi yake hakuna, huyu amepiswa, huyu etaje ni dhaifu. Mwadhani vipi? Hii dhaifu hii tulioitaja hapa na ile dhaifu tulioitaja ile siku ni sawa sawa kweli? Hii kuna uwezekano mkubwa kuna makosa katika hadithi, ama hata ile hadithi labda ni maudhui kabisa. Sawa mla? Ushaona sasa tofauti baina ya ni dhaifu na dhaifu. Angalia zote hizi mbili ni dhaifu, lakini hii ni dhaifu sana. Hii ni nini? Hii ni dhaifu sana. Umeelewana? Ama mfano mwingine useme huyu amepokea kwa vile vile, ama tuseme haya, Adam amepokea kwa Boro amepokea kwa Ahmad ameacha mtu. Kuna mtu hajatajwa. Yule mtu ambaye hajatajwa amepokea kwa Idris ameacha mtu. Chuma baada ya kupokea ameacha mtu. Yani kuna watu wengi hawajatajwa kwenye nini? Kwenye sanad. Zaidi labda watu 5, watu 6. Kwa hivyo sisi hatujui nani amewachwa. Hukumu yake ni nini? Dhaifu hii na ile dhaifu nyingine ambayo tumetaja mtu mmoja tu ameachwa. Ni sawa kweli? Hii ni dhaifu sana bwana. Tumeelewana? Kwa hivyo hata hadithi dhaifu zina nini? Zina darajati. Zina maratib. Kama vile kwenye sahihi kusoma, mmesoma kitabu gani cha hadithi? Mjasoma bado Nuzhatun Nadhar, sio? Tutasoma inshallah, Mungu akiwa hai na uzima. Mtakakoenda mtasoma. Kwenye Nuzhatun Nadhar yenyewe akwambia hizi hadithi za sahihi zina maratib. Na kama vile za sahihi zina maratib, pia dhaifu zina nini? Zina maratib. Hadithi sahihi, sote tunajua. Hadithi ambayo Imam Muslim na Imam Bukhari wamepokea, hii ndo asahul ahadith. Wote wamepokea. Kisha alopokea Imam Bukhari peke yake ni sahihi zaidi kuliko alopokea Muslim peke yake. Kisha daraja ya 3 ni alopokea Imam Muslim. Kisha daraja ya 4 ni ilopokewa na mtu mwingine, lakini ile hadithi iko katika masharti ya Bukhari na nani? Na Muslim. Yani kusema masharti ya Bukhari na Muslim, wale wapokezi wa Bukhari na Muslim. Yani mfano, Imam Bukhari yeye kawaida anatumia wapokezi gani? Mukhtar, Abdul Aziz, Waqi na Muhammad Ali. Hawa ni wapokezi wa Bukhari. Basi aje mtu mwingine apokee hadithi kupitia hawa. Tunasema hadha sahihun ala sharti al-Bukhari. Hiyo ndo maana ya ukisikia hadha ala sharti al-Bukhari, sikia ala sharti Muslim, yani masharti ya Imam Muslim ni kwa wale watu ni watu wa nani? Watu wa Imam Muslim. Kama hivyo sasa, ikiwa hadithi imepokewa na wale wapokezi ni wapokezi ambao Imam Bukhari na Muslim wamefanya nini? Wamekubaliana nayo, hiyo daraja ya 4. Wa hakadha utaenda kwanza itakadimishwa sharti ya Bukhari, baada ya hapo kisha wale ambao wamepokea kwa sharti ya Muslim, kisha itakuja hadithi za sunna nyingine. Yani hadithi ambazo ziko kwenye sunna, zile vitabu vya sunna vinne vilivyobakia baada ya Bukhari na Muslim. Kwa hiyo
yani maratib za sahihi ni tofauti. Kwa nini tutataja hizi maratib za sahihi? Leo ukaja ukapata hadithi mbili zimegongana kwenye usuli mwasoma, fakuwa mmesoma, ukapata hadithi mbili zimegongana, hii yasema hivi, hii yasema hivi, lakini moja iko kwenye Bukhari, nyingine iko kwa mfano kwenye Abi Daudi, lakini zote ni sahihi, wachukua gani? Kwenye Bukhari. Hii ndio faida ya kujua kuwa sahihi pia ina mara. Hakadha hadithi dhaifu pia zina maratib. Hadithi dhaifu pia zina maratib. Kuna ambazo zimekaribia sana kuwa hasan, lakini kuna ambazo ya ilahi zimekaribia sana kuwa maudhu. Mafhumu mwisho wako. Sasa nafikiri paka hapa tushapata sura ya hadithi dhaifu. Sasa tutanukuu maneno ya maulama kuhusiana na la ilaha illa Allah, kuhusiana na hukumu ya kufanyia kazi hadithi za dhaifu. Naam. La ilaha illa Allah. Kwanza tushawahi kutaja siku nyingine katika baadhi ya madarasa, na kifungua hata matini yako ya 40 an-Nawawiyya utaona kwa al-Imam an-Nawawi asema kuna ijma'i ya ahli al-hadithi, ama kuna ittifaqi ya wanazuoni ala al-amal bil hadith ad-da'if fi fadail al-a'mal. Kuna ittifaqi ya wanazuoni. Nani hapa na matini ya 40 an-Nawawiyya? Tuisome ile nas بالضبط. Manake nas nilionayo hapa mimi ni ya al-Majmu'. Unajua kitabu cha al-Majmu'? Al-Imam Nawawi na kitabu cha al-Majmu' sharh ya Muhaddab. Kwenye sharh ya Majmu' asema al-Imam an-Nawawi, acha tunukuu sharh ya Majmu', yani kitabu chake cha Majmu', asema al-Imam an-Nawawi waqad qaddamna ittifaq al-ulama ala al-amal bil hadith ad-da'if fi fadail al-a'mal duna al-halal wal-haram, wa hadha min nahwi fadail al-a'mal. Yani al-Imam an-Nawawi yeye kuna masala alikuwa anazungumzia hukumu yake, labda akasema ni sunna na nini na nini na nini, kisha asema waqad qaddamna, na sisi tushafanya nini? Tushatanguliza ittifaq al-ulama, huwa maulama wameafikiana. Huyu Imam Nawawi si fulani wala faltani. Imam Nawawi akwambie kuwa maulama wamekubaliana. Sasa wewe unayesema hadithi dhaifu ziwachwe, umetoka kwa maulama gani? Ukitaka tufuate mwanachuoni wako, jua yani kama vile unavyofuata mwanachuoni wako, unaona mwanachuoni, na sisi tufuata mwanachuoni wetu ambaye tunaona ni mwanachuoni zaidi, na kila mtu yajua mwanachuoni zaidi, mtake msitake. Yani wala yakhtalifu fi ithnani. Almuhim akwambia ala al-amal bil hadith dhaif, kwa maulama wamekubaliana kwa amali, yani watu wanafanyia kazi hadith dhaif, lakini fain fi fadail al-a'mal, katika amali hizi za sunna, amali za ziada. Sawa, sema duna al-halal wal haram, sio katika halali na haramu, yani kusema hii ni wajibu ama hii ni haram. Hatuangalii itaje hadithi dhaifu, hatuchukui, yani katika ahkam hatufanye nini, hatuchukui hadithi dhaifu. Sawa, hapa kwenye 40 an-Nawawiyya takriban ibara nafikiri imefanana na hiyo. Semaje al-Imam an-Nawawi hapa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qad sannafa wa qad ittafaqa al-ulama, kwenye matni ya 40 an-Nawawiyya mwanzo kwenye muqaddimah, وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Manake ametaja hadithi ambazo ni dhaifu zinazoonesha kufanyaje, kutunga, yani mwenye kuhifadhi hadithi 40 ana fadhila kadha, ona, yani mwenye kuhifadhi hadithi 40 katika baadhi ya riwaya imekuja ba'athahu Allahu faqihan aliman, sawa, wa kuntu lahu yawm al-qiyamati shafi'an wa shahidan, wa hakadha. Hadithi ziko nyingi zaonyesha hizi fadhila za kuhifadhi hadithi ngapi? 40. Sasa mwisho Imam Nawawi baada ya hapo, baada ya kutaja hizi hadithi akasema wattafaqa al-huffadh ala annahu hadithun dhaif, kama huffadh wamekubaliana kwa hiyo hadithi nini, dhaifu, wa in kathurat turuquhu, hata kama njia zake yani sanadi zake ni nyingi. Kisha lakini asema waqad sannafa al-ulama radiyallahu anhum fi hadha al-bab ma la yuhsa min al-musannafat, na akasema na wakatunga maulama katika mlango huu, yani hadithi 40 ma la yuhsa, vitabu vingi sana ambavyo hatuwezi kukamilisha idadi yake. Sawa, akasema ibn al-Mubarak, Muhammad ibn Aslam at-Tusi, kisha itaje an-Nasa'i, al-Ahjuri, al-Asfahani, ad-Daraqutni, al-Hakim, Abu Nuaim. Hawa wote hawa wametunga kwa kutegemea hadithi gani? Hizi hadithi ambazo tunasema dhaifu. Kisha ndo sasa akaja akasema waqad ittafaqa al-ulama ala jawazi al-amal bil hadith ad-dhaif fi fadail al-a'mal, na wamekubaliana wanazuoni kuwa inajuzu
kufanyia kazi hadithi dhaifu katika nini? Katika fadhail al-a'mal. Tamam? Na hii nafikiri yatoa ishkali nyingi, yatoa matatizo mingi, yaturahisishia mambo mingi. Una kitabu unapenda kukitumia sana mkitoka hizo matablighi. Fadhail al-a'mal ama hayatu sahaba, utasikia watu kwamba hizi hadithi nyingine tutakwambia wakajitafaka ulama ala al-amal bil hadith al-dhaif fadhail al-a'mal. Alhamdulillah yankuisha watakaje. Maulama wamekubaliana. Taban kuna masharti kama tutakavyokuja kuona baadaye inshallah. Sawa? Kwa hivyo maneno ya Imam an-Nawawi. Na Imam ar-Ramli maarufu wasema haka an-Nawawi fi iddati min tasanifihi ijma' ahli al-hadith ala al-amal bil hadith al-dhaif fadhail al-a'mal wa nahwiha khassatan. Sawa? Mwingine ni al-Imam al-Hattab. Ana sharhi ya al-Kharshi ala Khalil. Asema qultu huyo al-Hattab asema la ilaha illa Allah. Kitabu gani chake? Mawahib al-a'mali. Si mawahib al-jalil. Katika kitabu chake mawahib al-jalil asema qultu wa in kana dha'ifan ay hadith kullu amrin dhibal. Anazungumzia ile hukumu ya kwanza na bismillah. Sio kuna hadithi tuitaja kullu amrin dhibal la yubda bismillah fa huwa abtar wa sio. Sasa asema hata kama hii hadithi ni dhaifu faqad ittafaqa al-ulama ala jawaz al-amal bil hadith ad-dhaif fi fadail al-a'mal. Achuni watatu huyo. Mwingine ni Mulla Ali al-Qari katika kitabu al-Hadh al-Awfar asema al-hadith ad-dhaif mu'tabarun fi fadail al-a'mal 'inda jami' al-ulama min arbab al-kamal. Hapa kidogo waweza kutoa kama mafhumu al-mukhalafa mlosoma usuli. Asema al-hadith ad-dhaif mu'tabarun, hadithi dhaifu inafanya nini? Inazingatiwa, inapewa uzito fi fadhail al-a'mal, katika nini? Katika fadhail al-a'mal. Lakini kwa nani? Kwa watu wote? Akwambia inda jamii al-ulama min arbab al-kamal, kwa watu wote, kwa wote wale ambao ni maulama. Kwa hiyo yote ambayo haipi uzito ina neno, hazingatia hadithi dhaifu, anambia aslan wewe si katika maulama. Sio ndo maana yake amekomea inda jamii al-ulama min arbab al-kamal. Kwa hivyo maulama ama mtu ambaye atakuja adai hadithi dhaifu haifai kutumika, sisi tutamwambia ina neno kulingana na Mulla Ali al-Qari. Wewe aslan si mwanachuoni, sawa? Sisi tunajua kwa hadithi dhaifu zinachukuliwa kwa wanazuoni, sio kwako wewe. Mtu akija kipinga la basi shauri zake. Na yeye mwenyewe Mulla Ali al-Qari akataja pia katika kitabu kingine al-Mawdhu'at, asema ad-dha'if yu'malu bihi fi fadail al-a'mal ittifaqan. Hadithi dhaifu inafanywa kazi katika fadhail al-a'mal ittifaqan, yani kwa ittifaqi ya nani? Ya wanazuoni. Sawa? Ibn Hajar al-Haytami sahibuna Ibn Hajar al-Haytami ana sharh ya 40 an-Nawawiyya, ana kitabu kizuri kigumu kidogo, lakini unajua Ibn Hajar kidogo lugha yake kidogo ni ngumu. Ana kitabu sharh ya al-40 an-Nawawiyya. Sasa katika sharh yake asema qad ittafaqa al-ulama ala jawaz al-amal bil hadith dha'if fi fadail al-a'mal li'annahu askiza. Sasa yeye ona ile ibara ya An-Nawawi, mambo Ibn Hajar ya akhi wallahi gawi. Ile ibara Imam Nawawi anafanya nini? Anaieleza kwa nini maulama wasema kuwa hadithi dhaifu unafaa kufanyia kazi katika fadhail al-amali. Sasa yeye anaieleza sababu, sio bure bure. Akwambia li'annahu, kwa sababu in kana sahihan, ikiwa ile hadithi ni sahihi. Si tulisema kuna uwezekano sahihi, kama ile mifano tulopiga, kuna uwezekano kwa ile hadithi ni sahihi. Sema in kana sahihan fi nafsi al-amri, ikiwa ni sahihi katika ukweli wa mambo, katika waqi' ni sahihi, lakini ingawa sisi tudhani labda ni dhaifu, asema faqad u'tiya haqquhu min al-amali bihi, basi itakuwa imepewa haki yake katika kuifanyia kazi. Yani lau yule aloporomoshwa, mfano sisi tumesema hadithi amepokea Mukhtari, akapokea Abdul Aziz, akapokea wako, akapokea Muhammad Ali, lakini Muhammad Ali kuna mtu amemwacha, kuna mtu amefanya nini? Amemporomosha, hatumjui sisi, tukahukumu kwa ile hadithi ni dhaifu. Yawezekana kuwa yule aloporomoshwa ni Muhammad Amin, na tunajua huyu ni thika, sio siwezekana. Na ikiwa huyu aloporomoshwa ni thika, tutasema hadithi nini? Sasa akwambia Ibn Hajar, lau hiyo hadithi ambayo sisi tumedhani ni dhaifu itakuja ijulikane baadaye ama siku ya kiyama ama ijulikane kweli kwa sahihi, na wewe ukaifanyia kazi, itakuwa umeipa haki yake, itakuwa umeipa haki yake. Akisha asema wa illa,
Na ikiwa si hivyo, yani ikiwa ile hadithi kwa hakika ni dhaifu, asema lam yatarattab ala al-amali bihi mufsidatun, mufsidatu tahlilin wala tahrimin wala dhiya haqqin lilghayr. Asema na lao itakuwa ile hadithi ni dhaifu, basi hata ukifanyia kazi hakuna upungufu wowote utatokea, hakuna ufisadi wowote utatokea. Wewe umeambiwa bwana, angalia ni sunna, mfano yani huo ni mfano mimi napiga, ni sunna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Sunna gani hadithi dhaifu tena? Ama hiyo sunna itoje ya kuandika kutunga hadithi 40 ama kuhifadhi hadithi 40. Mwenye kuhifadhi hadithi 40 basi kuna fadhila fulani, mwenye kuhifadhi hadithi 40 kuna fadhila fulani. Tuseme mtu aifanyie kazi ile hadithi, lau ile hadithi ni sahihi atapata nini yule? Atapata thawabu. Lakini lau ile hadithi kweli ni dhaifu na bwana mtume hakufanya nini? Hakusema. Kuna mufsida, kuna ufisadi wote utatokea? Hakuna ufisadi. Ndio wasema Ibn Hajar, anasema na hata kama ile hadithi ni dhaifu, basi kuifanyia kazi hakupotezi haki ya mtu yoyote, hakuhalalishi jambo ambalo ni haramu wala hakuharamishi jambo ambalo ni halali. Basi kwa hivyo kuifanyia kazi ni bora kuliko kuiacha. Kuna watu wengine wadhani, na ndio yake nakwambia mizani zilivyopinduzwa kabisa. Wewe ukisikia hadithi ni dhaifu, ni bora uifanyie kazi ama bora uiache? Watu wadhani bora uache. Nakwambia ihtiyati bwana, afadhali usifanyie kazi kwa ajili ya hadithi nini? Lakini ukiangalia haya maelezo ya Ibn Hajar, ihtiyati nini? Ihtiyati ni ufanyie kazi ama uache. Yaani kuna uwezekano hili jambo ni sunna, maana hadithi ni dhaifu, kwa hivyo kuna uwezekano kwa hili jambo ni sunna lina thawabu, na kuna uwezekano hili jambo si sunna, yani halina thawabu. Ukiliacha utapata thawabu. Ukiliacha upate thawabu, utapata dhambi. Ukifanya utapata thawabu. Kuna uwezekano utapata thawabu, lakini kuna uwezekano pia lakini kuna uwezekano utapata dhambi. Hakuna uwezekano. Kwa hivyo ihtiyati ni ihtiyati ni ufanye, maana kuna uwezekano wa kufanya nini? Ukupata thawabu. Ndio sasa itaje, subhanallah, watu wamekuja katika zama zetu, hadithi dhaifu hiyo bwana, weka kando bwana. Ihtiyati ni aks. Ihtiyati ilikuwa ni aks. Sasa yani mambo subhanallah. Almuhim, uni Ibn Hajar pia Ibn Hajar katika hadithi nyingine katika kitabu kingine fatawa yake, ana fatawa Ibn Hajar al-Haytami, ana kitabu cha fatawa. Asema Ibn Hajar rahimahullah, waqad taqarrara anna al-hadith ad-da'if, na imekaririwa, yani kukariri hapa sio kukariri kurudia, imekaririwa yani inajulikana, imeelezwa, imehukumiwa, anna al-hadith ad-da'if kuwa hadithi dhaifu, wal mursal na hadithi ambayo ni mursal, wal munqati na mu'dal, yote hizi mwazijua maana yake kwenye mustalah. Asema wal mawqufi, na hadithi ambayo ni ni mawquf, yu'malu biha fi fadail al-a'mali ijma'an, inafanyiwa kazi katika fadail al-a'mali kwa ijma' ya wanazuoni. Sio nini, sio kwetu tu, sio masalati ni khilafu yetu. Sawa, la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Asema Ibn Hajar mwenyewe tena katika kitabu kingine, subhanallah, inaitwa Tathhirul Janan. Ibn Hajar huyo ana kitabu kingine chaitwa Tathhirul Janan. Asema Ibn Hajar rahimahullah, fa in qulta hadha alhadith almadhkur sanaduhu dha'if fa kayfa yuhtaju bihi, hii hadithi iliyotajwa sanadi yake nini? Ni dhaifu, mbona tutumie kama hoja? Anajibu Ibn Hajar, anasema qultu alladhi atbaqa alayhi a'immatuna alfuqaha wal usuliyuna wal huffaz, lile ambalo wamekubaliana wanazuoni wetu ambao ni mafuqaha na wanazuoni wa usuli na mahafidh. Asema mahafidh wa hadithi, yani anna alhadith adh-dha'ifa, ya kwamba hadithi dhaifu hujjatun fil manaqib, ni hoja katika manaqib. Unajua maana ya manaqib nini? Manaqib kumsifu mtu, kueleza sifa za mtu. Mashallah, yule alikuwa hivi, yule alikuwa hivi, yule alikuwa hivi. Utasikia watu wengine, manake kuna hadithi ambayo ina udhaifu katika sanad. Baadhi ya maulama wamesema ni dhaifu, lakini baadhi wamesema ni sahihi pia. Nasema ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, mimi ndo etaje mji wa elimu na Ali ndo mlango huo mji wa elimu, kuonyesha ile ilmu ya nani? Ya Sayyidina Ali. Utaona watu wengine utafikiri nchuki na ahlul bait, subhanal khaliq, bwana hadith dhaifu, hadith dhaifu. Bwana sikiza Ibn Hajar anakuambia nini? Kuwa maulama wamekubaliana sawa kuwa hadithi dhaifu ni hoja katika nini?
katika manaqib, katika kueleza sifa za maswahaba, sifa za mtu fulani, sifa za mtume fulani, sifa zake yeye mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi, hizi hadithi dhaifu hutumika. Asema kama annahu biijma'i man yu'taddu bihi hujjatun fi fadhail a'mali. Hapa ya salam, Ibn Hajar mara nyingine alfadha anazotumia asema vile vile kuna ijma'i, ijma'i ya nani? Man yu'taddu bihi, yule ambaye anazingatiwa. Kwa hiyo yote ambaye hazingatiwi hapa si hatuhusu. Yani kuna ijma'i kwa yule ambaye anazingatiwa. Kwa hiyo yoyote ambaye anakhalifu, ukihakika wewe afanye nini? Hazingatiwi shauri zako, wewe khalifu. Kaina mankana, utamuita jina utakalomuita. Au ni shekhe ya vilemba hapa paka mto hapa shauri zako. Yani alladhi yu'taddu bihi, amekubaliana anasema man yu'taddu bihi fi fadhail al-a'mal, katika fadhail a'mal, yani katika hivi vitendo vya sunna. Asema wa idha thabata annahu hujjatun fi dhalika, na ikithubutu kuwa hizo hadithi ambazo ni dhaifu, ama hiyo hadithi ni dhaifu, ni hoja katika hiyo, yani katika fadhail al-a'mal, asema lam tabqa shubha, basi hakubaki shubha limuanid, kwa yule mwenye kufanya inadi. Ana kweli hao watu kufanya inadi, wa mut'in lihasid, limuanidin wa mut'inin lihasidin, bal wajaba ala kulli man fihi ahliya an yuqirra hadha alhaq fi nisabihi. Asema haitobaki hoja kwa yule mwenye kufanya inadi, mwenye kuchunga, mwenye kutukana, yule mwenye kuhusudu, hakuna hoja isipokuwa lazima akubali haya maneno, lazima akubali hii ni haki, lazima akubali haki. Yoni Ibn Hajar katika kitabu gani tunasema Tathhirul Janan, kitabu chake Tathhirul Janan. La ilaha illa Allah. Sasa tutataja baadhi ya maulama ambao la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, baadhi ya maulama ambao wanajulikana ni wanazuoni wa hadithi. Al-Khatib al-Baghdadi katika wanazuoni ambao wana taalifati katika kila fani ya ilmu ya hadithi. Unajua ilmu ya hadithi ina fani nyingi. Ilmu ya hadithi ina fani nyingi. Yaani hii ilmu ya hadithi mnavyoona ina vitengo ama kuna diraya. Diraya ndo ambayo nyinyi mwaita nini? Mustalah. Sawa, kuna riwaya yani ya hadithi. Qala Rasulullah an fulana riwaya, wataja ile hadithi kama mnavyosoma Riyadhus Salihin, ile takriban ni riwaya. Sawa, kuna riwaya hadithi, kuna sharh ya hizi hadithi, kuna hukumu ya wale watu, na hukumu ya sanad upande wa usahihi na nini na udhaifu. Hapo inaingia kwenye nini? Mustalah. Lakini chini ya mustalah pia kuna nini? Kuna tarikhi ya wale wapokezi, kuna usahihi wao, nguvu zao, je ni thika ama ni qawi ama ni dhaif ama ni dhaifu al-hifdh ama hizi ni fani tofauti. Sasa al-Imam huyu al-Khatib al-Baghdadi mashaallah katika kila fani ya ilmu ya hadithi, Ibn Hajar asema katika kila fani ya ilmu ya hadithi huwa al-Khatib al-Baghdadi amefanya ameandika, kuna vitabu ameandika mashaallah alayhi. Sawa, asema huyu al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu chake al-Kifaya fi ilmi riwaya, kitabu chake al-Kifaya fi ilmi riwaya, asema babu at-tashaddud fi ahadith al-ahkam wat-tajawuz fi fadail al-a'mal. Mlango wenyewe ameuandika hivi, bab at-tashaddud fi ahadith al-ahkam, ni mlango wa kutia tashdidi katika hadithi za nini? Za hukumu. Wat-tajawuz fi fadail al-a'mal, na kufanya tajawuz nini? Yani kurahisisha katika hadithi za fadail al-a'mal. Asema qad warada, ya Imam aitwaje huyo al-Khatib apokea. Na hapa kuna mambo muhimu, kwa nini nimechagua nafsi hii? Asema al-Khatib al-Baghdadi qad warada an ghairi wahidin, imepokewa kutoka kwa zaidi ya mmoja, kwa sokuwa mmoja, mina salaf. Kutoka kwa nani? Sisi bwana nani? Nahnu nurid al-kitab was-sunnah bifahmi man? Bifahmi salaf al-umma. Isma as-salaf, tuone salaf ni nani. Manake watu tunawanini sana, acha hili neno karibu nilitoe, labda itakuwa ni kosa heshima, lakini sisi tuna inaitwaje, taali ala alkhair, na madai mingi, kama alivyosema kullun yadai waslan bilaila, kullun yadai waslan bilaila, kila mtu yeye yadai kuwa Laila yumpenda, lakini Laila hata hakujui. Kila mtu yadai yeye yafuata salaf. Tusikize salaf asema nini. Asema annahu la yajuzu hamlu al-ahadith al-mutaalliqa bit-tahlil wa at-tahrim illa amman kana bari'an min at-tuhma. Sikiza,
Asema haifai kuchukua, kubeba hadithi ambazo zimefungamana na ahkam, zimefungamana na tahlil wa tahrim, uhalali na uharamu, isipokuwa kwa mtu ambaye yuko mbali na tuhma, hajatuhumiwa na urongo, si mrongo, hajatuhumiwa na urongo. Haina kofia kwa toi, kwa kofia, unajua jifiche, kwa kofia. Wasikia? Asema hufai wewe hadithi ambayo, yani kuchukua hadithi ambayo inafungamana na wajibu wa kitu ama haramu, halal na haramu, almuhim halal na haramu, hufai kutukua kwa mtu ambaye anatuhumiwa kwa urongo. Ni yule mtu kidogo si thika, yule atamstroy akhi wa maneno yake ana upungufu fulani kwenye hifdhi, basi achukuliwe maneno yake. Sawa? Ba'idan min adh-dhann. La ilaha illa bari'ana illa amman kana ba'idan min adh-dhinnati. Yani ana yuko mbali, isipokuwa, yani tunasema hadithi ambazo zinafungamana na halal na haram hazichukuliwi isipokuwa kwa mtu ambaye yuko mbali na tuhuma, yuko bari min tuhma, hatuhumiwi. Na pili, baida min adh-dhanna ama min adh-dhanni, yani hadhaniwi vibaya, pia yuko mbali na nini. Huyo ndo mtu hadithi sasa hii hadithi zake zinachukuliwa katika halali na nini na haram. Amma al-ahadith dhaifa, msikize, wa amma ahadith ar-raghaib, ama hadithi za targhibu, za kukufanya targhib, bwana angalia, fanya kitendo fulani bwana, sunna bwana, fanya hii sunna bwana, sikiza kwambiaje, wal mawa'idh, na mawaidha, hadithi za mawaidha, wa nahwa dhalika, na mfano wake. Asemaje? fa innahu yajuzu kutubuha an sa'iri al-mashayikh. Asema inajuzu tukue kwa asema la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, fa innahu yajuzu afan kutubuha an sa'iri al-mashayikh, inafaa kuandikwa kutokana na mashekhe wote. Au nani? Al-Khatib al-Baghdadi. Lakini haya ni madai. Haya nini? Haya ni madai. Kama vile wenzetu wanadai salaf anasema hivi, salaf anasema hivi. Haya pia yeye ni madai. Amesema hii imepokewa kwa nani? Kwa salaf. Sasa ngoja, yeye ni maneno tu ndio ujue maulama wetu wa Kiashaira. Yeye ni maneno tu. Sikiza kwambiaje shekhe. Thumma rawa bi isnadihi an Sufyan ath-Thawri. Yeye mwenyewe al-Khatib al-Baghdadi akanukuu kwa sanadi sahihi kutoka kwa salaf. Sasa yeye al-Khatib al-Baghdadi hakuwa katika salaf, amekuja kuchelewa kidogo. Al-Khatib al-Baghdadi amekuja kuchelewa kidogo katika salaf, yani tukisema salaf ile karne tatu bora. Sasa angalia ananukuu kutoka kwa nani? Sufyan ath-Thawri. Hakuna salaf kama huyo, yani katika wakubwa wa salaf. Asema Sufyan ath-Thawri qala, amesema huyu Sufyan ath-Thawri, la ta'khudhu hadha al-ilm, musitukue hii elimu, fil halali wal harami, katika halali na nini haramu, ilmu ya hadithi yani, illa min ar-ru'asa'i al-mashhurin bil ilm, isipokuwa kwa wale vichwa ambao ni mashuhuri katika nini, katika elimu. Alladhina ya'rifuna ziyadata wan nuqsan, wale ambao wanajua kitu kilichoongezwa na kitu kilichopunguzwa. Yani ukimpa hadithi moja kwa moja anajua hapa kuna kitu. Unajua kuna watu mashaallah alayhi, yake wewe ukimpa nasi atakwambia kuna kitu kimepungua hapa. Ukimpa kitabu cha tafsiri, maana tafsiri labda yeye ni mzuri kwenye tafsiri, atakwambia kuna kitu kimepungua. Kimpa kitabu cha hadithi, labda kama yeye ni msomi wa hadithi, atakwambia hapa kuna kitu. Kimpa kitabu cha fiqh, atakwambia hapa kuna kitu. Wa hakadha. Kuna watu ni hivyo. Sasa aseme wewe usichukue elimu ya hadithi isipokuwa kwa watu kama hawa, lakini kulingana na halali na nini. Haya, huyu ni Sufyan ath-Thawri asema wala ba'sa bima siwa dhalika min al-mashayikh, na hakuna ubaya katika vitu ambavyo bima siwa dhalika, vitu vingine ambavyo si halali na nini na haramu, ukachukua min al-mashayikh, kutoka kwa watu wa kawaida ambao mashekhe tu kawaida wa waadhi, hakuna ubaya huo. Sufyan ath-Thawri huyo katika salaf, yumotaka kufahamu Qur'an na Sunna katika fahamu ya salaf. Hadha fahmu salaf ya ikhwani, hadha fahmu salaf, nahnu nurid fahma salaf, hadha huwa fahmu salaf. Apokea tena wa an ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna huyo mwingine. Kawaida ukisikia Sufyanani ni Sufyan ibn Uyayna na Sufyan ath-Thawri. Sufyan, ukisikia Sufyanani, Sufyani wawili, mmoja ni Sufyan ibn Uyayna, mmoja ni Sufyan ath-Thawri. Asema Sufyan ibn Uyayna, wa an ibn Uyayna qala la tasma'u min bagiyati ma kana fi sunnah, min bagiyati ma kana fi sunnah wasma'u minhu ma kana fi thawabi wa ghayrihi. Asema usisikie kwa watu wale wengine waliobakia, yani watu ambao si thika,
sio wasome sawa sawa. Usisikie kutoka kwao vitu ambavyo vinatokana na sunna, yani vitu ambavyo sisi tunataka kutoa hukumu kutokana, usisikie watu wote. Lakini ama fi ghairi dhalika, kwambia wasma'u minhu, na usikie kutoka hao wengine, na usikie kutoka kwa hao wengine afwan ma kana fi thawabin wa ghairi, kutokana na vitu ambavyo vinahusiana na thawabu na vitu vingine ambao sisi tumesema kama ilivyotangulia, manaqib, taja sifa za mitume, sifa za maswahaba. Nani ukisikiza watu ambao sio wasomi, wa an Ahmad ibn Hanbal, wa an Ahmad ibn Hanbal. Mbona wa an Ahmad ibn Hanbal? Ibni irabu yake ni awalan ni ibnu ama ibni ama ibna? Wa an Ahmad ibnu Hanbal ama ibna Hanbal ama ibni? ها ابن حنبل. ليش irabu yake ni ndani mkato alishoriza, yaweza kuwa ibna, yaweza kuwa ibnu, yaweza kuwa ibni, kikadiria utakavyokadiria, chagua utakavyokadiria. Wa an Ahmad huwa ibn Hanbal, صح. wa an Ahmad a'ni ibn Hanbal, صح. وعن أحمد ابن حنبل نعت لأحمد. وكسم ابنه يعني خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، وكسم ابن يعني مفعول لفعل محذوف تقديره أعني أو أمدح، مش أمدح يعني مفترض يعني أعني ابن حنبل. أمطلق طولين لو أنا مفيك هذا ملتفق أجوانيا ورزان. المهم وعن أحمد ابن حنبل قال سيما إمام أحمد، hebu sikiza, idha rawaina an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, tukipokea kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam, fil halali wal harami, kutokana na halali na haramu, wa sunan, na vitu ambavyo ni sunna. Hii ni sunna ya bwana mtume, yani thabit. Anasema wal ahkam, na katika ahkam anasema tashaddadna fil asanid, tumefanya nini? Tumetia tashdidi katika sanad. Kuna matezo bwana katika sanad, lazima sanad iwe sahihi na mpaka mwisho. Kisha sema wa idha rawaina an nabii sallallahu alaihi wa sallam fi fadail a'mali, na tukipokea kutoka bwana mtume sallallahu alaihi wa sallam katika fadail al-a'mal, wama la yad'u hukman, na kitu ambacho hakiporomoshi ama hakiweke hukumu sawa, wala yarfa'uhu, wala hakiondoi hukumu. Asema tasahalna fil asanidi, tasahalna, tulifanya usahali, tulisahilisha kwenye nini? Huyu sufi wa miaka 100 iliyopita tu, miaka 50. Huyo ni sufi tu, manake haya maneno ya kisufi utaambiwa. Huyu ni Imam Ahmad bin Hanbal, imam ahli sunna, imamu ahli sunna. Huyo Imam Ahmad alipewa lakabu ya imam ahli sunna, akwambia maneno haya. Salaf, tutaka salaf sisi jamani. Salaf ni hao, tupeni nyinyi salaf wenu. Subhanallah. Na Imam Ahmad tena wa anhu qala, na kutoka kwa Imam Ahmad. Haya yote ni maneno ya al-Khatib al-Baghdadi katika kitabu niloyatajia pale, sio al-Kifaya fi ilmi riwaya. Apokea tena, asema Imam Ahmad, asema al-ahadith ar-raqaiq, al-ahadith ar-raqaiq, hadithi za nini? Za raqaiq. Moja hadithi za raqaiq nzipi? Za mawaidha, yani zinazofanya ulia. Raqaiq ni vitu ambavyo vinalainisha nyoyo, zile hadithi za kulainisha nyoyo. Bwana angalia, Mungu yakupenda wewe mja, Mungu yafanya hivi, Mungu yakuta, zile hadithi zaitwa hadithu raqaiq. Asema al-hadith ar-raqaiq yuhtamalu an yutasahal fiha, yuhtamalu an yutasahal fiha, inawezekana ukafanya nini? Ukafanya tasahuli wewe katika ile sanadi zake, hata yajiu shay'un fihi hukmu, mpaka kuje kitu ambacho ndani yake kuna nini? Kuna hukumu. Wa hakadha. Nafikiri yani nukulati zimekuwa nyingi, hata utashangaa. Subhanallah. Na yeye al-Khatib al-Baghdadi pia amenukuu kutoka kwa mwanachuoni mwingine wa salaf, Abi Zakaria al-Ambari, kutoka kwa Abi Zakaria al-Ambari. Hiya maneno yake ni hayo, anasema al-khabaru idha warada lam yuharrim halalan wa lam yuhilla haraman ولم يوجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته. أيوة أكون حاجة كفسير، بس سيرة مش هزسكيها، فسيرة زين.
Kuna mwingine mwanachuoni Ibn Abi Hatim fi al-Jarh wa at-Ta'dil, kitabu chake al-Jarh wa at-Ta'dil. Huyu Ibn Abi al-Hatim pia amesema hivyo hivyo. Al-Imam as-Sakhawi pia amesema hivyo hivyo. Hawa wote wanasema kuwa lazima tufanye nini? Tufanye takhfif. Tufanye takhfif katika sanadi kulingana na hadithi za targhib za kuraghibisha watu. Bwana, sunna yake ufanye hivi, ni uzuri ufanye hivi, lakini ile jambo si nini? Yaani ile hadithi labda si sahihi, haina neno. Maadamu ni katika fadhail amali, maadamu ni katika targhib, basi maulama wafanya nini? Wamekubali. Maulama wamekubaliana. Na angalia tumetaja nukulati nyingi. Na kuna baadhi ya nukulati ambazo zinaonyesha kuwa zinaonyesha kuwa ni haramu kufanyia kazi hadithi dhaifu. Na tazinukuu. Kwa nini twanukuu? Twanukuu ili tueleze uhakama. Manake ya akhi, mara nyingine watu huenda ile kauli moja ya mwanachuoni mmoja ambao inawaunga wao, basi wanaishika, hawataki kufanya tena wanaieneza kama ambaye ni qala Allah na qala Rasul. Akhi, ni mwanachuoni amesema, tena ni mmoja ukilinganisha 100 wale na huyu mmoja. Subhanallah. Miongoni mwa inaopokewa kuwa wamepinga ni al-Imam al-Bukhari. Ama kabla ya al-Bukhari twende Ibn Ma'in au Yahya ibn Ma'in. Imepokewa kwa Ibn Ma'in asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ani Ibn Ma'in, yani Ibn Ma'in huyo amepokea khilafu dhalik. Huyo al-Khatib al-Baghdadi katika kile kitabu tuliokitaja al-Kifaya, la ilaha illa Allah, al-Kifaya fi ilm al-riwaya, sio? Amepokea kuwa Ibn Ma'in huyo Yahya ibn Ma'in amefanya nini? Amekhalifu ile kauli ya kuwa ati hadithi za fadhail amali twafaa kufanya nini? Twafaa kuwa na tasahul. Hiyo ni katika kwale ambazo zimepokewa. Haya, mwingine nani? Al-Imam al-Bukhari pia amepokewa hivyo hivyo. Sawa? Na mwingine ni Ibn al-Arabi. Sawa? Na hii la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ya Ibn Arabi amepokea ni al-Imam as-Suyuti. Al-Imam as-Suyuti ameashiria kuwa Ibn Arabi huyu yule ambaye kuna vita vingi yani baina masufi na masalafi. Ibn Arabi huyu la ilaha illa Allah. Ibn al-Arabi huyu, mara nyingi ukisikia Ibn al-Arabi kwa alif na lam, huyu ni yule mwanachuoni wa Kimaliki. Ni mwanachuoni wa Kimaliki. Katika wanafunzi wa Imam al-Ghazali. Mwanachuoni mkubwa. Huyu pia asemekana anafanya nini? Anapinga. Lakini tuhakikishe subhanallah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Asemaje? Manake Imam al-Bukhari amenasibishwa hii kauli, lakini namna ya kuiondoa rai hii ama madai haya ya Imam al-Bukhari ni tuangalie kitabu chake kingine. Imam Bukhari ana vitabu vingi, ana kitabu kimoja. Ana kitabu katika tarikh, ana kitabu katika al-ada, ana kitabu chaitwa al-adab al-mufrad. Al-adab al-mufrad. Na ana kitabu katika tarikh, yani mambo ya sira na nini. Amekitaja tarikh nini? Najua tu ana kitabu cha tarikh. Na Sahih Bukhari, maarufu Sahih Bukhari, na vitabu vingine vingi. Lakini tuangalie katika hii tarikh na katika al-adab al-mufrad. Sawa? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Katika adab al-mufrad amepokea hadithi nyingi sana ambazo dhaifu. Amepokea hadithi nyingi sana. Sawa? Asema huo nani mwanachuoni gani? Rawa lahu al-Bukhari. Huyo mwanachuoni anaitwa At-Tafawi. At-Tafawi hatumjui, jina hakika hatumjui. Huyo At-Tafawi akieleza tarjama yake, asema Imam al-Bukhari amempokezesha hadithi, amemsikizisha hadithi. Yani rawa lahu al-Bukhari 3 ahadith. Amepokea Imam al-Bukhari hadithi ngapi? 3. Thalithuha fi ar-raqaiq. Ya 3 iko katika nini? Raqaiq. Raqaiq tulisema zile hadithi za kulainisha nyoyo. Thalithuha fi ar-raqaiq, asema وكأن البخاري لم يشدد فيه لكونه من احاديث الترغيب والترهيب. Na kama ambaye Imam Bukhari katika hii hadithi ya 3 hakufanya nini? Hakutia tashdidi katika sanad, kwa sababu ni katika nini? Ni katika targhib, ni katika kuraghibisha watu kufanya khairi, wa tarhib na katika kutisha watu kwa maovu. Sawa? Na utaona Imam al-Bukhari kama tulivyosema katika kitabu chake al-Adab al-Mufrad amepokea hadithi nyingi ambazo ni dhaifu na amezitumia katika ule mlango. Subhanallah. Tena bali kuna baadhi ya riwaya alizopokea kwenye al-Adab al-Mufrad utapata kuna ruwata ambao ni matruk. Maana ya matruk, niliwaambia kuna tofauti baina ya mtu kuwa ni dhaifu na mtu ambaye ni matruk. Matruk yani udhaifu wake ni mkubwa sana mpaka anaachwa hasikiki kabisa. Kuna ruwata wengine ni munkar.
mtu ambaye ni munkar, munkar hadithu, yani huyu ni mtu ambaye subhanallah ni mtu hali yake ni mbaya sana, hali yake ni mbaya sana, iwe hali zake ni munkar, yani udhaifu wake ni mkubwa sana, yeye yasahau kila kitu yasahau kila hadithi zile sanad anaziponda ponda, ndio munkar huyo. Al-Imam Bukhari katika hii itaje al-Adab al-Mufrad amepokea hadithi ambazo ni aina hii. Ishara ya nini? Ishara kwa maana yake ni katika fadhail amali amefanya tasahuli katika hadithi hizo, katika sanad ya hadithi hizo. Kwa hivyo ile madai kwa Imam Bukhari anapinga, anasema kwa haifai kufanyia kazi hadithi dhaifu, madai makosa kabisa. Sasa mbona basi inasibishwa kwa Imam Bukhari? Naam. Al-Imam al-Bukhari amejilazimisha katika Sahih al-Bukhari, katika ile al-Jami' as-Sahih, ile kitabu chake cha Sahih Bukhari, pale hataji isipokuwa pale tu ameamua yeye mwenyewe, amejiwekea kuwa hapa mimi sitaji isipokuwa kitu ambacho mimi naitakidi kuwa ni sahihi basi. Lakini katika vitabu vingine amefanya tasahul na inaonekana katika vitabu vyake. Sawa. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Haya. Ama Ibn Ma'in si pia imepokewa kuwa ati alikuwa anafanya nini? Anapinga, lakini la. Nani huyo amekuja? Al-Imam as-Sakhawi amekuja akamkhalifu al-Khatib al-Baghdadi. Maana huyu Ibn Ma'in imekuwaje akanasibishiwa kwa yeye hakubali ila hadithi sahihi hata kwenye fadhail? Si maneno ya al-Khatib kwenye al-Kifaya fi ilmi riwaya. Akaja Imam as-Sakhawi akakhalifa kusema la, ki hakika Ibn Ma'in anachukua hadithi dhaifu kwenye nini? Kwenye fadhail. Na akaleta dalili asema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Qala Ibn Ma'in Idris ibn Sinan, kuna mtu aitwa Idris ibn Sinan, na huyu kwa wanazuoni wa hadithi ni maarufu kwa yeye kidogo ana udhaifu. Asema Idris ibn Sinan yuktabu hadithuhu fi raqa'iq, hadithi zake katika raqa'iq kufanywa nini? Huandikwa, pamoja na kuwa wote wanajua kuwa huyu jamani nini? Ni dhaifu. Hii ni ishara kuwa tena ameweka khasais, anasema fi raqa'iq, katika vitu ambavyo vinalainisha nini? Hadithi zile za kulainisha moyo. Manake hii ni ishara ya nini? Hii ni ishara kuwa hadithi kama hizi zinakubaliwa hata sanad ambazo si nini? Si zenye nguvu. Tumeelewana? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ama Ibn al-Arabi pia amejibiwa vile vile. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini haja nayo min yani Ibn al-Arabi takriban. Manake huyu Ibn al-Arabi mwanachuoni wa Maliki huyu ana sharhi takriban ya itaje ile Sahih Bukhari, ama ana taaliqat katika Sahih al-Bukhari, ndio akaleta maneno haya. Akaeleza maneno haya kuwa hata katika fadhail al-amali haichukuliwi hadithi dhaifu. Lakini la, wale mmoja akaeleza la, huyu Ibn Arabi kuna vitabu vingine ametumia hadithi ambazo nini? Ni dhaifu. Sasa pale mbona asema vile? Manake pale yeye alikuwa anasharhisha nini? Sahih al-Bukhari. Na Sahih al-Bukhari tushasema kuwa yeye mwenyewe Imam al-Bukhari asemaje? Katika kile kitabu hajapokea isipokuwa kilicho sahihi. Wa hakadha. Fa fil haqiqa utaona maneno ya Imam an-Nawawi yako sawa, yako pale kuwa kuna ijma' ya ahli al-hadithi. Kuna makubaliano baina ya wanazuoni wa hadithi kuwa hadithi dhaifu hufanyiwa kazi katika nini? Katika fadhail al-a'mal. Naam. Kisha kuna aqwali za madhehebu. Tutataja mifano mitatu kabla kumaliza. Ndio tumalize hii topic ya hadithi dhaifu. Mpaka hapa nafikiri utaona maulama wengi wasema hivyo. Kwa hiyo yote mwenye kupinga atuletee hoja. Wewe umetoka kwa wanazuoni gani? Mbona wasema hivyo? Ni mambo ambayo ni ya kuzungumzwa ili yaeleweke. Sawa. Lakini tutatoa mifano katika kila madhehebu inshallah. Masala mawili ambao wao wametumia hadithi dhaifu. Madhehebu haya manne. Madhehebu ya Abu Hanifa. Asema Al-Kamal ibn Humam katika kitabu Fath al-Qadiri. Sawa? Asema wa illa fadh-dha'if ghayru al-mawdu' fadh-dha'if ghayru al-mawdu' yu'malu bihi fi fadail al-a'mal. Wanachuoni wa Kihanafi katika kitabu cha fiqhi amepokea masala, akataja hadithi, akasema hii hadithi ni sahihi. Sawa? Lakini ikiwa si sahihi, ikiwa ni dhaifu, asema wa illa, ikiwa si sahihi, yani fa in sahha alhamdulillah, ikiwa imesahih, wa illa, yani ikiwa haijafanya nini? Haijasahih, asema fa dhaif, basi hadithi ambayo ni dhaifu ghairu al-mawdu' ambayo si mawdu'i yu'malu bihi fi fadail a'mali, inafanywa kazi kwenye nini? Kwenye fadhail a'mali. Na Hashia ibn Abidina asema hivyo la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na akapokea maneno Ibn Hajari la ilaha illa Allah. Hao wanazuoni Imam Abi Hanifa. Kwa hivyo
Al-Kamal ibn al-Humam katika Fath al-Qadiri, na Ibn al-Abidin katika hashia yake, ana hashiyatu Ibn al-Abidin. Niliwaambia kuna hashia Ibn al-Abidin, huyu ni faqih, ni mkubwa mashaallah katika madhhabi ya Abi Hanifa. Haya, ama madhhabi ya Imam Malik, asema al-Imam as-Sawi, asema al-Imam as-Sawi, ana huyo Imam as-Sawi ndio yule mwenye aitwaje hashia ya Jalalain. Hashia ya Jalalain niliwaambia kuna maneno yalifutwa, kuna siku nilikuja nikawasomea hapa tafsiri kizungumzia aya za Khawarij, wakumbuka mwenye kile kitabu ni al-Imam as-Sawi, ndio hiyo hashia as-Sawi. Sasa hapa katika kitabu hiki hashia ala sharh as-saghir asema qawluhu qala al-Ghazali, amesema Ghazali la yundaru lisihhati illa fi bab al-ahkam, haiangaliwi usahihi wa hadithi isipokuwa katika nini? Katika ahkam, ay at-taklifiyya wal wad'iyya. Wa amma fadail a'mali, amma fadail a'mali wal adab, na adabu al-hukmiyya, yani adabu hizi fala yutawaqqafu ala dhalika bal yutaannasu laha bil hadith ad-da'if wa bil athar al-marwiyya 'an salaf. Asema na ama hizi a'mali fadhaila a'mali hatuangalii usahihi, yani hatutii tashdidi katika nini? Katika usahihi, bali tunachukua hata kama ni nini? Ni dhaifu. Sawa? Na pia imetangulia maneno ya Hattab. Kuna mwana chochote tulimtaja al-Imam al-Hattab, huyo pia katika Malikia. Kwa hivyo haya maneno ya nani? Ya Imam Malik. Haya, ama maneno ya Imam Shafi hakuna haja kuyataja. Tumetaja maneno ya Imam Ramli, tumetaja sasa hivi maneno ya Imam Ghazali, tumetaja maneno ya Imam Nawawi. Kwa hivyo madhehebu yetu yaitwaje? Madhehebu yetu ya Shafi, khalas maneno ni mingi. Sawa? Ibn Hajar mwenyewe tumetaja, Al-Baihaqi pia ana maneno wa hakadha. Kisha madhehebu ya Imam Ahmad bin Hanbal, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na haya maneno ni muhimu sana, maana ni al-Imam Ibn Taymiyyah ama ni ya Sheikh Ibn Taymiyyah, amepokea katika Majmu' al-Fatawa, asema walihadha, na kwa sababu hii kanu yusahiluna fi asanidi ahadithi targhibi wa tarhib, na kwa sababu ya hii ilikuwa wao wakifanya tashili, kanu yusahiluna, walikuwa wakifanya wakisahilisha fi asanidi, katika sanadi zipi hizo? Fi asanidi ahadithi targhibi wa tarhib, katika sanadi za hadithi ambazo ni za kuraghibisha na za kutisha. Sawa? Ma la yusahiluna fi asanidi ahadithi al-ahkam, kwa namna ambayo walikuwa hawafanyi tasahul, hawafanyi tashili katika hadithi za nini? Za ahkam, walikuwa hawafanyi tashili hiyo. Nani? Ibn al-Muflih pia katika kitabu chake al-Adab asema faslun fil amal bil hadith dha'if wa riwayatihi wa tasahul fi ahadith al-fada'il duna ma tathbutu bihi الأحكام والحلال والحرام. أسمع ينبغي الإشارة إلى ذكر العمل بالحديث الضعيف والذي قطع به غير واحد ممن صنف في علوم الحديث حكاية عن العلماء أنه يعمل بالحديث الضعيف فيما ليس فيه تحليل ولا تحريم كالفضائل، وعن الإمام أحمد ما يوافق هذا. نعم. سواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. وهو madhehebu manne taona yote wote hawa imamu madhehebu manne wanasema kuwa inafaa kufanyia kazi hadithi ambazo ni dhaifu. Kwa nini? Kwa fadhail amal. Kisha mtu ataenda baadaye atatafuta. Sasa naona time imekwenda sana, tutakoma hapa, lakini nendeni mkatafute. Katika kila madhehebu kuna masaili yenyewe yametukuliwa kutokana na hadithi ambazo ni dhaifu. Sasa yani shekhe kwenye hiki kitabu amekwenda akataja la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, akataja baadhi ya masaili ya kifiqhi, akasema ona masala fulani katika madhhabu ya Shafi ni sunna, imetegemea hadithi gani? Hadithi ambayo ni dhaifu. Kisha mwenye kitabu ama kama sharih wa kitabu akwambia wa yu'malu fi fadhail a'mali bil hadithi adh-dhaifa, kama hivyo. Ametaja mifano mingi katika Ahnaf, ametaja zile dhikri zile zinazosomwa wakati wa viungo vya udhu. Kiosha mdomo, sema yeye Mwenyezi Mungu jalie mdomo wangu huwa ni wa kusoma nini? Qur'ani, na kukutaja wewe. Ukitia maji puani, naomba Mwenyezi Mungu akunusishe harufu ya pepo. Ukitoa maji puani, Mwenyezi Mungu asikunusishe harufu ya moto. Ukiosha mkono wa kulia, naomba Mwenyezi Mungu akupe kitabu kwa mkono wa kulia, wa hakadha. Hizi ni hadithi zaitwa hadithi za nini? Za viungo vya kutawadha. Hadithi hii ama dua hizi zimekuja kwa aitwaje hadithi dhaifu sana. Lakini walipotaja wanazuoni wa hadithi, wanazuoni wa madhhabi ya Imam Hanifa wakasema
hadithi hii inafanywa kazi kwa ajili katika nini? Fadhail al-a'mal. Na utapata pia katika madhehebu mengine viko vitu vingi ama mifano mingi, kama mfano wa kufunga saumu ya Rajab. Sasa tuko katika mwezi wa Rajab. Kwa mwezi wa Rajab na watu wanafunga. Kuna hadithi zimepokewa bi hususi Rajab za kuonyesha kuwa Rajab ni sunna ufunge. Yaani una sunna zaidi ufunge. Sasa kwa nini sisi tumetegemea nini? Madhehebu yetu ya Imam Shafi'i tumetegemea hadithi dhaifu. Jamani, hadithi dhaifu lakini hadithi dhaifu hufanywa kazi kwenye fadhail al-a'mal. Hadithi dhaifu hufanywa kazi kwenye nini? Kwenye fadhail al-a'mal. Naam. Na kama tulivyotanguliza, haya masala sitaki kurudia tena, mambo ya fadhail al-a'mali, mambo ya hadithi hizi dhaifu. Kama zinafanywa kazi kwenye fadhail al-a'mali kama tulivyotanguliza kwa baadhi ya nukulati, baadhi ya maneno ya wanazuoni ilikuwa inafanywa kazi pia kwenye manaqib, inafanywa kazi pia kwenye siyar, inafanywa kazi pia kwenye itwaje tarikhi wa mithla hadhihi al-ashya, kutaja manaqib, sifa za watu, kusifu watu. Bwana Saidina Bakar alikuwa hivi, Saidina Umar alikuwa hivi, Saidina Uthman alikuwa hivi, Saidina Ali alikuwa hivi, sahaba fulani alikuwa hivi, sahaba zote zinakubaliwa hadithi dhaifu pale. Kwa sababu si katika ahkam kama tulivyosema. Tumeelewa, ukitaka kutaja ubora wa mji fulani inakubalika hadithi dhaifu. Sawa? Ukitaka kutaja tarikhi, kulitokea jambo kadhaa kwa bwana mtume, jambo kadhaa lakini ile sana kidogo na udhaifu, inakubaliwa katika sera. Wakati na hili jambo ambalo maulama wamefanya wamekubaliana. Tuko pamoja? Naam. Paka hapa inshallah tutakoma. Inshallah tutaendelea kama tukipata fursa kesho inshallah. Tutaendelea na yale masaili yaliyobakia pole pole. Sallallahu ala sayidina Muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah awwalan wa akhira.